lakini tumeshinda na nimefurahi sana sana ya. Sawa. Mimi nafikiri tuanze pia kwa kaka yako Bwana Hassan Mwakinyo. Nimeona umekuwa mstari wa mbele sana kumfariji mara baada ya kupoteza lile pambano, na ulikuwa wa kwanza pia, siku ya kwanza na posti unaombea kheri ya shindi na vitu kama hivyo. Tuanze, unajisikiaje kwanza kuona Hassan amekandwa? Siwezi kujisikia vizuri kwa sababu ni mtu ambaye nina imani naye na mara nyingi natamani kuona mazuri kuhusu yeye. Kwa hiyo binafsi yani kwanza I wish ungekuwepo siku ya pambano uone nilivyokuwa nataabika. Yes. Sasa alipokuja nimeona umekuwa uko naye sana, unampeleka pia kwa QFK na vitu kama hivyo, mara umempa pole na nini. Shakwa Mwakinyo. Siku ambayo naondoka kwenda Ivory Coast alikuja akaniaga pale tukaongea, lakini nilivyomuona siku ile nilimvua. Alikuja amevaa kofia nikamvua, nikamwambia huyu sio wewe. Yes, sababu mimi nakufahamu, mbona kama hauko sawa? Hakunijibu. Nakumbuka aliletewa sijui ilikuwa ni yellow fever pale, akawa anajaza. Baada hapo akaondoka kwenda Ivory Coast. Kwa alivyorudi pia siku ile katoka airport akaja. Kwa tukaongea mengi. Unajua uzuri mimi nilikuwa napata updates wakati yupo kule. Kwa vitu vingi nilikuwa nishavijua, sikuwa na haja ya kuanza kumuuliza Hassan vipi, mbona kumetokea. Mpaka leo hii sijawahi kumuuliza ilikuwaje mpaka matokeo yamekuwa vile. Hivi leo unahisi kwa nini? Kwa sababu bado sijamuuliza, sijaongea naye chochote. Unajua mtu anapopatwa na shida kama ile, kumbuka Hassan pale hakwenda kupigana kama Hassan. Ndio maana umeona wengi wanasema bondia Mtanzania amepoteza pambano. Kwa hiyo pale ilikuwa inapigana nchi. Umeelewa vizuri? Kwa sasa akiangalia nchi nzima inamuonaje? Umeelewa vizuri? Siwezi yani direct kumfuata tu hiki nachukuaga muda sana. Mimi nakuaga mtu wa mwisho sana kumuuliza. Pia inawezekana nisimuulize kabisa, kwa sababu nimeona nini kimetokea na nilishaambiwa tangu yuko kule. Sidhani kama nahitaji kumuuliza. Alizungumza Mwakinyo kwamba kuna fitna alikuwa amefanyiwa kule katika chumba chake, kupuliziwa dawa na nini. Hii ni mara ya pili Mwakinyo. Mara ya kwanza ilitokea issue ya kiatu, akashuka kwenye ring. Mara ya pili dawa. Kuna watu wakawa wamechukulia kwamba Mwakinyo ni bondia ambaye anapokuwa anapoteza mapambano visingizio haviishi ni vingi mno. Wewe take yako ni ipi katika ile ambalo watu wanalizungumza? Kiukweli when it comes kwenye issue ya alichokiongea, narudia tena, mimi nilikuwa napata update wakati yeye kwa Ivory Coast. Kwa hiyo kwanza Mwakinyo alikuwa asipigane. Okay. Yes, labda hiyo akuiongea, lakini sijui hata kama ananiruhusu niongee, lakini ndio imetokea. Alikuwa asipigane kwa sababu kadri siku zilivyokuwa zinaenda tukiongea nao wanasema nguvu zinamwishia. Mpaka siku ambayo ni ya pambano, nakumbuka alipiga simu anyway sitaki kuongea in deep sana, lakini alipiga simu, lakini ilikuwa ni anaomba bado anatu please kwamba natamani nisipigane. Tukamwambia usipopigana italeta shida, utaonekana kama wewe ni janja, umeelewa wakuunga. Kwa hiyo kadri unavyoweza pambana, lakini ile hali alishaiona na mwenyewe alikuwa na maamuzi binafsi. Sema sisi tu ubishi wetu tukamwambia hapana, usitupe visingizio. Zipo hujuma zipo, haziwezi kukosa. Si unajua tena silaha za maangamizi. Lakini all in all nitasimama kwenye kauli yangu, hakuna bondia ambaye hajawahi kupigwa. Alisikia hofu kwenye mto. Sio kwenye mto tu, alikuwa analalamika hadi mashuka ya kulalia. Lakini sasa hakukuwa na option. Unajua bora sabuni za kule labda harufu. Mimi sijui kwa sababu alikuwa analalamika tu harufu anayosikia kwenye mashuka, kwenye mito. Kadri anavyonusa vile hewa ndani, anasema nguvu zinatuishia. Nikatamani hata niwaambie ameni hoteli. Sasa wataalamu wa ngumi wanasema kwamba Mwakinyo baada ya kuondoka na kocha wake aliondoka na shehe, yani ustazi. Umeona hiyo nayo wanasema huenda ilichangia Hapana. Sheikh Saidi ni kama baba mlezi wa Hassan. Miaka yote ambayo namfahamu Hassan sijawahi kumkosa Sheikh Saidi pembeni yake.
I think kuhusu kocha, I think alishafanywa kila kitu. Ticket na hisi kuna kitu kama hicho sijakielewa vizuri, sema nasikia kocha wake pia ni mwajiriwa, kwa hiyo nasikia ikaja ikatokea siku ya safari na yeye naye ana safari, kwa sasa ikabidi achague huku kwenye ugali wangu wa kila siku ama huu wa mara. Na hisi sawa, sina majibu mengi yenye uhakika. Tukitoka kwenye story hiyo bwana ya Mwakinyo, mambo kwa ushahidi, nyinyi mnasemaje ukifikia Motors? Na hisi pengine ulikuwa ndani ukukutana hii video ambayo inahusisha masuala ya ndoa. Hii video ipo kwenye account ya Esma Platinums. Sijui umekutana nayo hii. Inahusu nini? Usamjua huyu Jembo shemeji yako kwa Esma Platinum. Okay. Esma amepost kupitia Instagram yake ikionyesha video ya mume wake akipigana mabusu na mwanamke mwingine. Na ameandika hivi: nimekuwa nikipokea hii video, watu wengi wananitumia, niseme tu alhamdulillah, nawatakia mapenzi mema na safari njema. Akamtagi mume wake. Kama zina changamoto hizi madamu. Sasa mengi nyinyi kwa mimi ni Esma ama ukiwa kama mwanandoa, umetoka kuzungumza mara ya kwanza hapo wakati nimekusifia kuna mume wako na wewe kwa sababu ni mwanandoa, tunataka kufahamu haya mambo, hizi heka mnazopitia jamani. Mtihani. ngoja nikwambie, ndoa ni elfu ngapi? Ndoa ni elfu ngapi? NDOA. Ukitoa N inabaki nini? Kwa kwenye ndoa kuna doa, ni uvumilivu na subira tu. Okay. Tutakuuliza kwa sababu wewe ni star na masuala ya ndoa ya mastaa wenzio, kwa sababu leo tumekupata, kuna nafasi ya kujibu pia kwa ajili ya mashabiki zenu. My dear, hata mimi ananitokeaga huwa mnaulizaga mastaa wenzangu kuhusu mimi. Lini sijaiona. Acheni unafiki. Hakuna watu wanafiki. Mtawachamba hapa. Nikiamua hivi karibuni kumekuwa video ya Shamsa Ford alichapisha kwenye ukurasa wake wa Instagram, analia sana na watu walipokea tofauti. Wengine wakasema ni kiki, lakini mwenyewe kaja akasema ni ukweli. Mumewe alionekana kutaka asilete yale mambo kwenye mitandao, lakini akasema wewe usinipangie, akafika tu anamuita bro. Natamani kujua kwa experience yako, unahisi nini ambacho kilipelekea Shamsa kuja kufanya vile, na kwa upande wako unahisi Shamsa alikuwa iko sawa au alikosea? Mimi napenda kumpongeza Whozu na Wema kwa kupata mtoto. Inatosha. Ilikuwa tunakuja huko pia. Sitaki kujibu masuala ya ndoa za mtu mwingine. Kwa sababu tunauliza hivi kwa sababu mfano kama wewe upo kwenye ndoa pia muda mrefu, na hapa katikati pia umekuwa ukihusika kuambia pia wanawake kwenye masuala ya uvumilivu ya ndoa. Ukute unavumilia mengi sana Aisha kweli. Maana kila mtu ana moyo wake wa kuvumilia, kila mwanaume ana mapigo yake ya kukupiga. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kuwa mvumilivu. Hakuna kitu ambacho hakivumiliki. Kwenye ndoa subira inatakiwa sana. Sijui unanielewa? Kwa hiyo issue ya Shamsa na mumewe watajua wenyewe wanamaliza napi, kwa sababu wakati vinaanza hatukuwepo. Tusiwe wepesi sana kujudge. Hatujui chanzo chake. Tunasikia upande mmoja. Umeelewa vizuri? Mimi nimejaribu kutafuta watu wawili. Nimemtafuta Mlilo, nimemtafuta Shamsa. Majibu yanayonijibu Mlilo yananifanya kama nahisi kama hakuna ugomvi sijui. Lakini majibu yanayonijibu Shamsa na yeye hayanionyeshi kwamba hawa watu wana ule ugomvi ngingi nganga. Ndio maana hata leo nilipofika tu, cha kwanza nimewauliza wenzangu walikuwa nimekaa nao, maki walikuwa wananionyesha interview za Shamsa. Nikamwambia kweli wamegombana. The way wanavyopendana hao wamegombana. Kwani moyo una nini jamani? Kwani si ni mtu yule ambaye unamwona siku ya kwanza na ukavutwa naye na ukampenda? Inakuwaje tena inatokea kashikashi? Jamani. Kuna muda cheka ulivyoambia. Kuna muda? Jamani, mume wangu ananiita kuyasema njaa inamuuma. Chochote tusema toto. Jamani, kuhusu Wema. Ya Rabbi. Jamani, nyie hujafa hujaumbika Usimkatie mtu tamaa kwenye maisha. Usimnyoshe kidole kimoja mwenzio wakati vinne vinakutazama wewe.
bwana. Saluti ya kwanza, msogeza mai kwanza, nitoe saluti kwa Whozu. Ya kwanza, ya pili Whozu, ya tatu, ya nne, ya tano mpaka ya 10 Whozu, ongera. Wema Sepetu, ongera bebi wangu. Mungu awajalie, awakuzie huyo handsome boy. Wallahi naona raha na natamani na mimi inshallah, najua nitapata na mimi, ipo siku. Allah atakuizake. By the way, asanteni na nyie na tunawapenda sana. Asante kwa kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.